referee anaenda kuwakagua mabondia wote wawili kuweza kuhakikisha kwamba wamefuata vigezo na masharti kuweza kupambana usiku huu. Tii sheria yangu, mjilinde kila wakati. Kuna mtu mwenye swali? Mnacheza raundi 6. Touch glove. Okay, wasaidizi nje ya ulingo. Shona mwaka jana tu alikuwa naye ulingoni akionyesha makali, lakini leo yuko hapa kwa ajili ya kuendeleza ile eneo lake lingine la kuchambua, na kwa sababu ni pambano linalohusisha wanadada wawili ambao wanapambana hapa, Felicia Mashauri dhidi ya Hawa Sanford. Hawa ndio wa namna gani Leila, kwa vile ambavyo umekuwa ukiwafuatilia? Of course mmoja ni mkongwe lakini mwingine ni upcoming, lakini pia ukongwe wa Felicia tunaweza tukasema ni wa namna nyingi kwa sababu amekutana na vyama vingi sana, na ni bondia pekee ambaye amecheza na mabondia wakubwa duniani Tanzania, naweza nikasema akiwepo Natasha Jonas. Ni bondia amepata bahati ya kucheza naye ulingo mmoja. Kwa hiyo ni mzoefu, lakini pia ameenda kucheza kule Russia. Mara ya mwisho nafikiri alicheza Kenya. Kwa ni bondia mzoefu, ni bondia mzuri, mvumilivu, ana sifa zote za kuwa bondia. Lakini pia Neutron ni bondia mzuri pia. Naweza nikasema ni upcoming lakini pia ni mvumilivu. Sifa mojawapo ya boxing ni uvumilivu. Kwa hiyo Felicia leo anaweza akawa na kibarua kigumu kama atashindwa kutumia ukongwe wake vizuri. Naam. Haya, Felicia Mashauri huyu ambao unamwona ana nywele zake nyingi hivi kama rasta, lakini anapambana Hawa Sanford ambao ukiangalia urefu wa kimo pia kwa upande wa Hawa umeweka vizuri sana, anaonyesha akiendelea kutafuta kama jab, na mbona kama anavyosema si muoga kwa mpaka sasa kwa dakika hizi au simulizi ambazo zimekwisha ondoka kwenye kati ya dakika 2 kwenye raundi hii ya kwanza. Unamuona kabisa jaribu tumia urefu wake na faida yake kama hivyo, jab yake kuingine kumechangamsha Felicia Mashauri kama alivyoeleza kama ni moja kati ya bondia ambaye ni mkongwe. Haya, kile kama anajiexpose zaidi pia pindi ambapo Felicia akiingia, unamuona kabisa kwamba Hawa Sanford anakuwa ipo wazi sana, kitu ambacho ni hatari aidan kwenye raundi hii. Kuna wasaidizi wale ambao ni wakongwe, ni Mona Kabongo, si wadui. Wakati mwingine kocha anaweza kaenda huku akafundisha kile ambacho kinahitajika, na anaweza kusema hata mbinu kule, jamani huyu yuko hivi, kwa mchezo ukawa mgumu zaidi. Leila, ni raundi ya pili hii. Naam. Pengine upande wako unaweza kutueleza zaidi kwa sababu unawajua hawa. Of course raundi ya pili hii imeanza vizuri tofauti na raundi iliyopita. Yaani kila mmoja kaongeza umakini kwa sababu kila mtu kashaonja ladha ya mwenzie. Lakini pia kitu ambacho Felicia inabidi awe nacho makini kwa Hawa ni jabu yake. Hawa ni mwepesi sana, jabu yake ni nyepesi sana. Kwa hiyo inabidi Felicia awe nayo makini, yani kama inawezekana aweze kuicounter ile jabu ili nafikiri Felicia ameshapata cutting. Na kuna kitu ambacho nilikiona pengine Felicia alikuwa anataka kumuingiza kwenye huo mtego Hawa Sanford. Felicia inaonyesha ni miongoni mwa mabondia ambao wanapenda kupigana zaidi ukiwa karibu, kubadilishana makonde. Ni kama alitaka kumuingiza kwenye mtego huo, na Hawa Sanford naye pia akakubali, akasahau kwamba pengine ile jab yake amekuwa itumia kwenye raundi ya kwanza ni moja kati ya kitu kizuri zaidi. Haya, tuone kwenye raundi ya pili. Felicia akiwa nice jab, jab unasema Hawa amekuwa ni mzuri kwenye jab yake bwana Isaid, na ukiangalia ni kama ana longer reach, yani ana aki-extend hiyo mkono wake, amekuwa ni rahisi kuweza kuitupa hiyo jab yake kutokana na urefu wake. Nice right nzuri sana ambayo ameenda nayo Felicia, ni kama kwenye mfumo hapo, lakini kumbuka kwamba huyu ni bondia mkongwe. Hapa Said Bwanga alitumia kwamba bondia wa kongwe wanakuwa hakuna pengine punch au ile ngumi ambayo hawajawahi kukutana nayo, wanaelewa zaidi, kwa usije ukahisi umemudu, kwa inabidi uwe na nidhamu ya hali ya juu. Na ukiangalia kitu ambacho pia kinawatofautisha kwenye hizi raundi mbili kati ya Felicia na Hawa kila anapotupa punch yake anatazama target. Felicia akiingia kwenye close range haangalii target, anatupa mikono kwa anatazama chini, kitu ambacho kinamfanya miss punches nyingi sana. Upande wa Felicia inabidi anapopiga punch anyanyue uso aone, ili
Hawa kama itatokea kama yeye nakati anapiga ile panchi yake, Hawa akaamua kuataki, aweze kuona ile panchi ya Hawa na ajue namna ya kuikwepa au ajue namna ya kuikaunta. Kwa hiyo hivi anavyoinama anakuwa anampa advantage Hawa ya kucheza, kwa sababu Hawa pia ni ana kimo kidogo kwa sababu kuliko yeye. Kwa hiyo inabidi awe makini katika suala hilo. Lakini kama akiendelea na utaratibu ambao Aidan aliuzungumza kwamba anakwenda bila kutazama, inaweza kumpa wakati mgumu sana. Je, atabadilika? Tuone jab, lakini right hand ya kwake Hawa Stanford amekuwa akiitumia vizuri, na ukimwangalia, angalia stance, angalia pia ana footwork nzuri kama nimeiona kwa upande wa Hawa Stanford. Labda tuangalie itakavyokuwa. Na ukiangalia pia ni kama hiyo jab ya Hawa imemmeza Feriche, ambaye jab yake imemezwa na namna ambavyo Hawa amekuwa akifanikiwa kucontrol hiyo distance na jab yake. Na Hawa naona kama anataka kuingia kwenye mchezo wa kucheza naye karibu zaidi Feriche. Nafikiri Feriche anaweza kafurahia endapo akifanya hivyo, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho anakipenda, kwa zile punch zake ambazo anaweza kana zipeleka bila mpangilio, inaweza ikawa ni kubwa. Naona mbadili apiga in out kidogo Feriche. Yani shida ya Feriche ni kwamba hainui kichwa kutazama target, so anatupa punches pasina kuona hii punch inakwenda wapi, kitu ambacho imekuwa ni rahisi kwa Hawa Stanford kuweza kuzikataa na kuweza kufanya counter punching. Lakini vile vile kiangalia pia hata Hawa kwa hii round ya 3 walioanza, kama ule utulivu wake kama unaanza kupotea. Ngoja tuone, labda itakuwa ni kwa sababu mwanzo kwa anashindwa kama hivyo, na yeye pia kama kija bwana tunabadilishana kweli. Leila Macho. Naam. Of course hapo Feriche kitu ambacho inabidi akifanye ni kumvurugia mahesabu Hawa, kwa sababu Hawa ni bondia anayecheza ngumi moja, yani anataka mcheze mpange ngumi kama hivyo, ana score moja, anapiga 2, anataka acheze hivyo. Kwa hiyo ili Feriche aweze kumudu au aweze kumsumbua Hawa, kusoma vingine ile midomo ya kocha Moma, anamwambia hapana, tulia, usiende kupigana. Na ndio kitu ambacho nafikiri moja kati ya faida alionayo ni jabu yake nzuri. Lakini ana footwork nzuri sana, umuone akiwa anapapara. Lakini vile vile kitu ambacho Aidan alikiongeza ni kwamba ana uwezo mzuri wa jicho la target. Hiyo overhand right hand yangu ama overhand left, nikipiga left hook ama right hook, inakwenda wapi punch? Ndio kitu pekee ambacho so far nimeona mimi Feriche anakosa ku maintain ile eye contact na target. Acha tuone kwa wakati huu, angalia hapo. Dada hao wanaoita wadada wa shoka kutokana na mchezo ambao wanacheza. Ni mchezo mzuri, lakini mchezo wa hatari. Angalia namna ambavyo Feriche ameenda akiinamisha kichwa chini. Bado labda ni style hii pia ipo kwenye mchezo, kama unaweza ukaingia kichwa kikawa chini. Kwa sababu kila mtu ana namna ya uchezaji wake. Lakini kuna muda mwingine inabidi ubadilike kutokana na mpinzani wako unaikutana naye. Feriche leo inabidi anyanyue uso ili aweze kumuona Hawa anavyocheza. Lakini pia kuna kitu nimekiona kwa Feriche leo, anapiga anapiga counter nzuri sana leo Feriche. Yani kama zile counter, yani ile jabu ya Hawa akiweza kuicounter mara 2 mara 3, kuna namna Hawa anaweza akawa dhaifu. Hizo counter kama hivyo anavyofanya zinafika kwenye target. Kuna namna anaweza akamsumbua Hawa na akamtoa na akamvua kule kujiamini kukavuka. Na ukiangalia kwenye hii round mara 2 Feriche amefanikiwa kumkamata Hawa na hiyo right hand lead. Amekuwa akitangulia kama mara 2 na hiyo right hand yake pasina kutanguliza jab, na nimeona amefanikiwa. Imekuwa ikimpa ngumu, ikimfanya Hawa Stanford kutokuiona ikiwa inakuja. Mara nyingi ndio ambaye analaza kichwa chini kama hivyo, overhand inakuwa ni nzuri zaidi kuitumia. Kuna dada wanacheza mchezo mzuri hapa. Tuone Feriche hajataka kubadilika sana, yeye anachokiamini pengine ni nguvu zake alizonazo. Round imekamilika wakiwa
kumbatiana na zinauma zile ukiwa hivi karibu. Ngumi zinauma, ila inategemeana unaipigaje. Kuna mtu mwingine unakuta ana pawa lakini anashindwa kuitumia pawa yake, kwa hiyo hata kama akipiga ngumi inakuwa haina madhara, lakini nimeona so far Felice raundi hii amepiga kaunta nyingi sana na zote zimepiga target. Amekuwa akimkamata Hawa Stanford kirahisi sana, so nadhani hiyo ni punch ambayo anapaswa ku maintain kwa raundi inayofuatia, hiyo right hand lead, kutangulia na mkono wake wa nyuma, hiyo punch yake ya nyuma, right hand yake. Haya, ameanza vizuri Hawa na jab yake. Hawa ni huyu ambaye ana kama cha blue hivi, huku Felice ni huyu hapo kama na nywele nyingi kama rasta. Angalia, anamlazimisha sana Felice kwamba wana hapa sisi tunataka tupigane, hatutaki mambo kukupa nafasi ya utumie jab yako, mimi ninakuja tu. Haya, jaribu kuangalia kwenye body punch. Na kwa hiyo style ya Felice ya kuwa na bend chini, ana bend chini, ilikuwa ni suitable sana kama akiamua kupiga body punches, kwa sababu unapo bend chini unajikandamiza kwenye canvas, so ukipiga body punches inaweza kana na impact kubwa sana kwa mpinzani pengine kuliko hicho ambacho ana attempt kufanya akiwa anaingia kwa bend kwenda chini. Kuna uwezekano mkubwa sana akipiga body punches zikafika kwenye target, kwa sababu wanawake naweza kusema kuna mapuza fulani tunayaweka kwenye body punch, kwa sababu hatupigani sana body punch. Kwa hiyo anakuwa hayuko makini na body yake. Kwa kama atapiga akipiga punch zake kwenye body zikafika vizuri kwenye target, kuna uwezekano pia akapata matokeo mazuri. Kiangalia kama hivyo anaitafuta body punch. Right hand ambayo ameipeleka Felice, lakini bado Hawa ameona kwamba anaweza akaendelea kurudisha. Kwa ni moja kati ya straight right hand ambayo imeenda moja kwa moja kwa upande wa Felice Mashauri. Aliitumia vizuri sana kuweza kumwadabisha Hawa Stanford, lakini bado yuko imara, na ulisema ni miongoni mwa bondia mgumu uwezo wa kufyonza ile nguvu ya punch, na kaonesha hapa, karejea kwenye imara wake kwa haraka sana. Pengine pia Felice alipaswa kuendeleza kile ambacho alikianza kwa kumkamata mara nyingi sana Hawa Stanford, lakini pia ameweza kukwepa mara kadhaa pia kukamatwa na Hawa Stanford, so hii ni round nyingine bora kwa upande wa Felice. Tazama mambo alivyoenda, ilikuwa ni straight right hand ambayo ilimfikia kama hivyo, lakini ilikuwa ni kama kujibizana kwa bondia wote wawili. Kwa kama ataendelea kunyanyua uso na kuona target, inakuwa inasaidia sana kuona anapopiga, yani zile target inakuwa ni rahisi kuzipata. Unaona kama hapo ananyanyua uso, unaona kama hapo amepiga right zinafika, anapiga jabu zinafika, kwa sababu anaona. Kwa nafikiri kona yake hilo tatizo wameona na wamelifanyia kazi. Round ya 6 hii na ya mwisho, tuone jabu nzuri sana ambayo ameenda nayo Hawa, lakini bado Felice anaendelea kulazimisha kile ambacho anakihitaji. Angalia, ni moja kati ya pambano ambalo mpaka sasa unaona kila mmoja anatafuta mbinu zake ziende sawa sawa, na Felice pia wakati huu nimemuona akijaribu kurudi nyuma. Lakini pia nafikiri Boyka angecheza Boyka ni Felice. Niwafahamishe kwa mashabiki, jina lake lingine ni Boyka. Sisi tunapenda kumuita Boyka, hata alipokuwa jini kwetu tulikuwa tunamuita Boyka. Kwa hiyo kitu ambacho anabidi akifanye ni ule mwendelezo wa kushambulia kwa spidi, asimpe nafasi ya kupanga Hawa, kwa sababu Hawa ameonyesha kiwango kizuri, ni bondia mzuri, mvumilivu, lakini pia jabu yake ina matokeo mazuri kama ataipuzia. Kwa hiyo inabidi achangamke kama raundi iliyopita, ili mradi ampunguzie au amwalibie mahesabu Hawa, asiweze kucheza hiyo jabu yake mara kwa mara. Angalia namna ambavyo overhand ambazo nilikuwa nasema kama anaenda pia kuinama, overhand na huwa inaruhusu kufanya kitu cha namna hiyo, kwa jana tu body punch kwa angeweza kuitumia. Felice ni kama anaona saizi nimejua mbinu za kwenda kumpa challenge Hawa Stanford kwenye raundi hii ya mwisho ambao tunamalizia dakika hizi. Twende basi tucheze. Pambano lenyewe limekamilika. Yeye mwenyewe Felice anasema kwamba mimi naona nimefanya kitu kizuri, na watu walikuwa wakifurahia, lakini vile vile Hawa Stanford sura yake inaeleza
na wote wawili wakitembea kwa pamoja wakisema jamani, si mmeona show. Haya, judge namba 1, Judge Abdalla Neneko, yeye ametoa point 56 kwa 58. Judge namba 2, Judge Kondo Nasoro, yeye ametoa point 58 kwa 56. Judge namba 3, Judge Habib Mkarafu, yeye ametoa point 56 kwa 58. Kutokana na matokeo hayo, hii ni split decision. Mshindi wenu ni kutokea kona ya blue, Howard Newton. Haya, Howard Stanford ndiye ambaye ameibuka mshindi kwa split decision, ambapo pengine kitu ambacho kimetazamwa zaidi ni zile clean punch ambazo zilienda, ama ni kitu gani? Lakini kubwa zaidi, ametengeneza historia kwa kumwajibisha mkongwe Ferisha Mashauri na Howard Stanford kibuka bigwa. Tuende moja kwa moja kwa wasiwasi wa Bulambo. Pambano linalokuja ni pambano la round 8 katika uzani wa light heavyweight.